nataka, hatutaki vurugu. Tunataka vitu vyetu virudi amani. Hatusamei. Manake ingekuwa basi mzigo wetu urejee. Nilikuwa kwa nyumba nikasikia kuna mshikaji ametolewa sehemu yake. Na nimekuja kweli, nimeshuhudia ni kweli na amefichwa hapa ndani. Sisi tunataka haki yetu turegeshewe. Na ndio maana mimi nikasema I will go out of my way. Niende nikaombe ardhi kwa washikadau ambao wanajua masuala ya maendeleo na umuhimu wake. Wakisema watawasaidia, mimi nataka niwaambie kana wanaacha pesa kukiwa ndani za kwako, kuna simanya ndakuzirwa endoka ndai pesa za kwako. Maana serikali imeamua inanunua hiyo ardhi. Na mpenzi msikilizaji wa Kilele, hujambo na karibu kwenye Mwanga wa Kilele. Kwanza tupate yaliyojiri. Kijana auawa kwa madai ya kunyofua sehemu nyeti Markiti. Usajili wa bodaboda waanza rasmi Mombasa. Malindi ataka suluhu ya barabara na taa za barabarani. Ungana nami mpenzi msikilizaji kwenye Mwanga wa Kilele mwanzo hadi mwisho. Msomaji wako Farida Ali. Tukianza ni kwamba kijana mmoja wa makamo ameuawa kwa kupigwa na wananchi wenye hasira katika eneo la Markiti baada ya kushukiwa kuhusika katika tukio la kuchukua sehemu za siri za mwanamume mwingine katika mazingira ambayo bado hayajafahamika vizuri. Mashuhuda wanasema umati wa watu ulimzingira kijana huyo na kumshambulia kabla ya maafisa wa usalama kufika eneo la tukio. Maafisa wa polisi walifika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu na kupeleka katika hifadhi ya maiti kwa uchunguzi zaidi. Na kwingineko ni kwamba Wizara ya Uchukuzi ya kaunti ya Mombasa imelaumiwa kwa madai ya kutoshirikiana na muungano wa uendeshaji wa bodaboda katika zoezi la kuwasajili waendeshaji wote wa bodaboda kaunti hiyo. Akizungumza mjini Mombasa, mwenyekiti wa Mombasa Bodaboda Association, Alpha Matao, amesema zoezi hilo lilipaswa kuanza muda mrefu uliopita, lakini limecheleweshwa kutokana na changamoto za ushirikiano kutoka kwa baadhi ya washikadau wa kaunti. Hii ni project ambayo tulikuwa nayo kitambo, lakini kuna changamoto ambazo zimetupata. Hasa support, tumekosa support kwa the county government of Mombasa imetubwaga sana. Tumewaeleza hiyo program, tumewaita, tumefanya launching. Kabla leo sasa ilikuwa ndio tunafanya flagging off leo tuanze rasmi, lakini wote wanatubwaga. Kile ikifika wakati wa implementation wanatubwaga. Kuhusu hii tulikaa na waziri wa transport Mombasa County. Akatuuliza tunataka nini, tukamweleza ile support tunataka. Mpaka hii date yeye ndio aliweka ile date, tukapanga na yeye hii date ni leo, lakini mnashangaa hapa viongozi wote wa serikali tuliowaalika hawakuja hata mmoja. Matao wamesema wameamua kuanzisha rasmi zoezi hilo leo hata bila ushirikiano wa serikali ya kaunti, ingawa wameeleza hofu ya kukumbana na changamoto mbalimbali katika utekelezaji wake. Amesema lengo kuu la usajili huo ni kubaini idadi kamili ya waendeshaji wa bodaboda katika jiji la Mombasa. Kuanzia leo we will be going around the stages. Tunachukua data, jina ya mtu, namba yake ya simu, tunachukua kama na driving license. Baada ya hapo tunajua namba ya pikipiki, details zote zake tunachukua ili at least tujue how many are the riders in Mombasa County. Tujue pia stages zenyewe ni ngapi. Na tujue pia kama registered stages ni ngapi na zile unregistered stages ni ngapi. Angalia kule mbele utakuwa na changamoto kwa sababu bodaboda zinatumika vibaya, magunzo wanatumia bodaboda. Alafu kuna watu wako ndani yetu lakini wanaitumia vibaya. Sasa sisi tunataka tujue wale wakora ni kina nani, wahuni ni kina nani kwenye bodaboda. That's why sisi tunataka kufanya hii mapping na data collection ili tujue, ili kutokea kule mbele kukitoka in case watu wakijisahau kama ni watu wa bodaboda, sisi tunawakataa, tunasema hawa sio bodaboda. Ile lista ya bodaboda tuko nayo ni kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Aidha, viongozi hao wameitaka Wizara ya Uchukuzi ya kaunti ya Mombasa pamoja na washikadau wengine kushirikiana nao
ili kuhakikisha zoezi hilo linafanikiwa. Wamesema hatua hiyo itakuwa muhimu katika kuimarisha usalama na kukabiliana na visa vya utovu wa nidhamu na uhalifu vinavyohusishwa na baadhi ya waendeshaji wa bodaboda. Swala hili ambalo tunaenda kulifanya kule mashinani, cha msingi zaidi tu ni kumwomba misaada ambayo itatuwezesha sisi tufanikishe hili jambo. Kama vile ambavyo mjomba ameweza kuelezea, upande wa kifedha sisi watu wa bodaboda uko chini sana. Hivyo basi huenda tukapata changamoto ama hata kushindwa hapo katikati kwa ajili ya kwamba hatutakuwa na fedha. So jambo hili liwaguse watu wakuu wa Mombasa kaunti hii, waje karibu nasi, wasongee katika hii ofisi, watushike mkono, watusaidie ili huu muda ambao tumeuweka kwenda kufanikisha hili jambo tulifanikishe kwa uwezo wote ule ambao tutakuwa tumeupata. Hiyo italeta umuhimu upande wa security, kama vile chairman alivyosema hapo awali kwamba kutakuwa na ile easy tracking. Tutajua stage hii watu fulani, stage hii watu fulani. Kwa hivyo iko na umuhimu sana. Pato ujumbe kutoka kwa wadhamini wetu. Tusome pamoja, tubadili maisha, tuandike historia. Kila mtoto anayesoma leo anajenga kesho iliyo bora. Kitabu kimoja kinaweza kuwasha ndoto, kuibua vipaji, kujenga ujasiri na kubadilisha maisha ya mtoto milele. National Read Aloud 2026 si tukio la kawaida. Ni harakati ya kitaifa ya kuunganisha sauti za watoto milioni 1 kutoka kaunti zote 47 nchini Kenya, wakisoma kwa pamoja kwa wakati mmoja, wakituma ujumbe mmoja wenye nguvu kwamba elimu, usomaji na uhifadhi wa mazingira ni msingi wa mustakabali wetu. Tunapoamua kusoma pamoja, tunachagua kujenga taifa lenye watoto wanaofikiri kwa kina, wanaoheshimu mazingira, wanaothamini urithi wetu wa wanyamapori na wanaoamini kuwa wana uwezo wa kubadilisha dunia. Start a Library Trust SAL inakualika uwe sehemu ya historia hii tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 asubuhi. Dhamini mtoto kwa kiasi cha shilingi 500 tu. Dhamini shule, kuwa balozi wa usomaji. Jiunge nasi kuandika historia ambayo vizazi vijavyo vitaikumbuka. Kwa pamoja tusome leo ili tujenge Kenya ya kesho. Mtoto anayesoma si tu anajifunza kusoma, anajifunza kuongoza, kuota na kubadilisha dunia. Na tukisonga mbele ni kwamba wakazi wa Malindi, kaunti ya Kilifi, wameendelea kuwalaumu viongozi kwa kile wanachodai ni kushindwa kushughulikia miundombinu duni ya barabara na ukosefu wa taa za barabarani. Mmoja wa wakazi hao, Francis Mrinzi, amesema barabara za Cooperative na Tavo Road zimeharibika vibaya na kusababisha ajali za mara kwa mara, hasa katika msimu huu wa mvua ambapo mashimo huzibwa na maji. Aidha, amelalamika ukosefu wa taa katika maeneo mengi ya mji huo na kuwataka viongozi husika kuchukua hatua za haraka. Barabara ya Tavo Road imekuwa mbaya, ajali zinaenda zikitendeka. Kwa hivyo naomba tu kama ni viongozi, maana ile barabara ni ya mbunge na national government, kama inawezekana warekebishe hiyo barabara, na kama haiwezekani mpaka wakati wa kura pia waje waanze kupiga kucheza hapo wakituimbia mambo ya barabara. Sisi pia wale wajinga sahihi kama wameisha. Hakuna hata street light moja tu, even a single street light hakuna. Sasa ni watu tu tunaishi tu bora kuishi, lakini hatuna vile tunaweza kuwa tunajivunia tuko na serikali. Kauli yake imeungwa mkono na Dadi wa Kijiweni, ambaye amesema uendeshaji wa bodaboda mara nyingi ubebeshwa lawama pindi ajali zinapotokea, ili hali mbaya ya barabara ndiyo chanzo kikuu. Pia ameeleza kuwa ukosefu wa taa barabarani umechangia kuongezeka kwa visa vya uhalifu mjini humo. Taa za hapa Malindi, hapa kwa town, kuna area ambazo ni za watu wenye pesa. Basi zile area utaona taa za huko hata kuzima kwake zinazima muda kidogo halafu zinawashwa. Lakini kuna sehemu zingine hata inaweza kamaliza hata mwezi hazitengezwi hizo taa. Na si kwamba hawazijui kwamba haziwaki. Sijui kama ni wao ndo wanazizima ama ni vipi. Lakini hapa upande wa mataa ina shida kwa sehemu fulani. Kwa hivyo hilo, yule ambaye amewekwa, ambaye anasimamia mambo ya hizo taa, basi huyo ni wa kuchunguzwa.
Na tukisonga mbele ni kwamba wakazi na wafanyabiashara wa Changamwe wametakiwa kudumisha usafi wa mazingira ili kuzuia magonjwa na kuboresha hali ya maisha. Akizungumza eneo la Chaani, mfanyabiashara James Ngari maarufu kama Jawin alisikitikia tabia ya baadhi ya watu kutupa taka ovyo, jambo linaloziba mitaro ya maji taka na kuchangia uchafu wa mazingira. Kwa wakazi wa Chaani, kuna jambo moja hapa nataka kuongea kuhusu usafi. Hii mambo ya usafi wa mtaa ama usafi wa mitaro, usafi wa mazingira, usafi unatakikana ukue wa kila mtu. Hii mitaro yetu especially sana hapa Changamwe huwa inasafishwa sana. Viongozi wanajitahidi sana. Lakini sasa siku hizi unatembea kwa mtaro unapata mtaro imejaa vitu zenye hazistahili kuwa kwa hiyo mtaro. Manake uchafu utakuta kwa mtaro kuna paka sima. Ambao sima inatakana mtu kama na hoteli yake akiweka sima yake ajue mahali anaenda kutupa ile sima yake. Lakini sasa utakuta mitaro sahihi hakuna mvua, hakuna vitu zinaweza chafua mtaro, lakini mtaro unajua unakuta mtaro imejaa kila mahali ukifika mtaro imejaa. Sasa tusikae tukilaumu viongozi, tukisema viongozi hawatufanyii usafi wakati wale viongozi tunawachokesha. Hii usafi ikuwe kwa kila mtu na ujue jukumu lako na ujue ni nini unafanya. Kama ni uchafu uko nao, ujue uchafu unastahili kwenda kutupa wapi. Hii mitaro haijatengenezwa ya kutupa kila kitu pale, pampers nini, paka sima ziko pale, nini, vitu nyingi zinabogo pale, paka unakuta paka mambao zinatupwa hapo ndani, vitu ambazo hazistahili kukaa pale. Kwa hivyo wakazi wa Changamwe na waomba, kama uko na uchafu wako, sana Chaani, kama uko na uchafu wako, uko na uchafu kwa mahali kwako, sheria inasema kila mtu akae na dustbin kwa mlango wake. Kuna watu wameandikwa na county wa kuzunguka na kuangalia utakataka na kuzibeba na kuzipeleka mahali zinastahili. Wacheni kuchafua mitaro na kusingizia viongozi hawafanye kazi. Na kwingine, kwa mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA imetangaza miongozo mipya ya usajili na utoaji leseni kwa wakandarasi, wauzaji na watengenezaji wa nishati mbadala nchini. Waombaji wote wanatakiwa kutumia mfumo wa mtandaoni kuwasilisha maombi na nyaraka zinazohitajika. EPRA imesema hatua hiyo inalenga kuimarisha udhibiti, usalama na ubora katika sekta ya nishati mbadala nchini. Na tukisonga mbele ni kwamba jamii ya Mijikenda Mikindani katika eneo bunge la Jomvu imemtaja Juma Renson Toya kuwa mgombea wao wa ubunge wa Jomvu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Uamuzi huo ulifikiwa katika kikao kilichowakutanisha zaidi ya wanajamii 200 ambapo walijadili masuala ya maendeleo na mwelekeo wa kisiasa wa eneo hilo. Walisema wamemchagua Toya kutokana na sifa zake za uongozi, uzoefu na uwezo wa kusukuma ajenda za maendeleo. Tumejaribu kuangalia viongozi wengi sana, wale wamepita, tactics zao zile wanatumia zote tumeziona, lakini mheshimiwa Toya, kusema ukweli, kitambo Mijikenda tukae pamoja na tuone kwamba huyu anastahili. Ni mtu mwenye msimamo. Kitu cha kwanza, msimamo wa mheshimiwa wetu Toya ni thabiti sana kiasi cha kuwa huwa hatingishiki. Hicho haswa ndio kinachotia watu ile hamasa kwamba huyu anaweza kutusaidia. Cha pili, mheshimiwa wetu Toya hana mambo ya uongo. Baadhi ya viongozi wa jamii hiyo walisema uteuzi huo unaashiria umoja wao na dhamira ya kuwa na sauti moja katika siasa za Jomvu kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Akizungumza baada ya uteuzi huo, Toya alishukuru kwa imani aliyopewa na kuahidi kushirikiana na wananchi kutatua changamoto zinazowakabili. Alisema atatanguliza ajenda za maendeleo, ajira kwa vijana, uboreshaji wa miundombinu na ukuaji wa biashara ndogo ndogo. Nichukue fursa hii kushukuru kwamba leo nimeweza kuitwa na viongozi wa jamii ya Kimijikenda kutaka kuuliza kimya changu kina mpango gani, hususan katika swala zima la kisiasa. Na nimeona kumbe hawa ndugu zangu wananikumbuka, wananifikiria, kwa sababu nilikuwa naona nimetelekezwa, niko chini, lakini kumbe ninapendwa. Na swala zima ni kwamba
mwelekeo wetu wa kisiasa uko vipi, na tunataka Toya usimame. Tuambie Toya, utasimama ama husimame? Nimejitokeza kindakindaki na nikawaambia kwamba sitawabwaga. Sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Leo ninatangaza rasmi, kama walikuwa wanadhani Toya hayuko katika kinyang'anyiro, ilikuwa ni ndoto ya mchana. Tuko na wao mpaka kieleweke. Na tukimalizia ni kwamba vijana wa wadi ya Mwanamwinga katika eneo bunge la Kaloleni wametakiwa kujiepusha na kutumiwa na wanasiasa kwa maslahi ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Akizungumza na wanahabari, mwaniaji wa kiti cha wakilishi wa wadi hiyo Peter Kombe amesema vijana mara nyingi hutumiwa wakati wa kampeni na kutengwa uchaguzi unapomalizika. Amewahimiza kuzingatia shughuli za maendeleo, kujiajiri na kuendeleza vipaji vao badala ya kujihusisha na siasa za migawanyiko. Kombe pia ametoa wito kwa viongozi kuwapa vijana fursa za kiuchumi na kielimu, akisema amejiunga katika kinyang'anyiro hicho ili kuhakikisha wakazi wa Mwanamwinga wanapata uwakilishi bora na haki zao zinalindwa. Mpenzi msikilizaji, hapo ndipo mwisho wa Mwanga wa Kilele. Nimekuwa msomaji wako Farida Ali. Pata ujumbe kutoka kwa wadhamini wetu. Tusome pamoja, tubadili maisha, tuandike historia. Kila mtoto anayesoma leo anajenga kesho iliyo bora. Kitabu kimoja kinaweza kuwasha ndoto, kuibua vipaji, kujenga ujasiri na kubadilisha maisha ya mtoto milele. National Read Aloud 2026 si tukio la kawaida. Ni harakati ya kitaifa ya kuunganisha sauti za watoto milioni 1 kutoka kaunti zote 47 nchini Kenya, wakisoma kwa pamoja kwa wakati mmoja, wakituma ujumbe mmoja wenye nguvu kwamba elimu, usomaji na uhifadhi wa mazingira ni msingi wa mustakabali wetu. Tunapoamua kusoma pamoja, tunachagua kujenga taifa lenye watoto wanaofikiri kwa kina, wanaoheshimu mazingira, wanaothamini urithi wetu wa wanyamapori na wanaoamini kuwa wana uwezo wa kubadilisha dunia. Start a Library Trust SAL inakualika uwe sehemu ya historia hii tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 asubuhi. Dhamini mtoto kwa kiasi cha shilingi 500 tu. Dhamini shule, kuwa balozi wa usomaji. Jiunga nasi kuandika historia ambayo vizazi vijavyo vitaikumbuka. Kwa pamoja tusome leo ili tujenge Kenya ya kesho. Mtoto anayesoma si tu anajifunza kusoma, anajifunza kuongoza, kuota na kubadilisha dunia.